Hii ni mojawapo ya option ambayo ni rafiki kwa mazingira kwa sababu inafukuza wadudu bila kutumia kemikali bustanini. Lakini pia kwa upande mwingine ili ni pambo na linatumika majumbani kwa ajili ya kupendezesha maeneo yetu. Abel Said Lowassa na hii ni Asalo TV Online, na leo tumeweza kutembelea shirika la Eco East Africa loko hapa Ngaramtoni mkoani Arusha. Eco tumeweza kujifunza mambo mengi sana kwa siku hii ya leo, na moja ya vitu ambavyo pia tumeweza kuona kwamba ni jambo ambalo ni la muhimu sana hasa kwa wakulima ni kuhusiana na kutumia mmea huu hapa inaitwa marigold, ambayo pia inasaidia kufukuza wadudu. Tunajua kwamba wakulima wengi kutumia viuatilifu hasa kwa ajili ya kufukuza wadudu kwenye mboga mboga na mambo mengine, lakini sisi tunakushauri kwamba tumia asilia kufukuza wadudu. Tumia viuatilifu asilia katika kufukuza wadudu kwenye bustani yako. Na kuna mmea huu hapa tumeambiwa bana, mmea huu hapa unaweza ukafanya kazi hiyo vizuri kabisa. Inaitwa marigold, ambaye pia unaweza ukaotesha pembeni ya bustani yako na wadudu hawataweza kushambulia zao lako. Hapa tupo na Margaret Mollel, ataenda kutueleza kwa undani zaidi kuhusiana na faida ya mmea huu hapa wa marigold. Ua hili linaitwa marigold na ni natural repellent. Ni mmea ambao unatumika kwa ajili ya kufukuza wadudu na mara nyingi unapandwa katika maeneo ya bustani kwa ajili ya kufukuza wadudu, na kama hapa Eco tuna promote kilimo ambacho hakitumii kemikali. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya option ambayo ni rafiki kwa mazingira kwa sababu inafukuza wadudu bila kutumia kemikali bustanini. Lakini pia kwa upande mwingine ili ni pambo na linatumika majumbani kwa ajili ya kupendezesha maeneo yetu. Kwa ushauri wangu kwa wakulima ni kujitahidi kutumia mmea huu, na unapatikana mbegu zake. Ili linatoa mbegu na mbegu zake zinakuwa kama zinavyoonekana hivi. Kwa hiyo zikikauka, zikipandwa, mtu anaweza kupata huu mmea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinapatikana tu kirahisi, na wakulima hasa wakulima wadogo na wanaofanya kilimo cha bustani ni vyema wakawa nazo katika bustani zao kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu kuingia katika bustani na kuharibu mboga zao. Huu ni mmea ambao unaitwa utupa. Kwa kitaalamu unaitwa Tephrosia. Mmea huu ni sumu hasa kwa samaki kama watu wanatumia kwenye mito. Kwa hiyo hauruhusiwi kupanda pembeni ya mito au karibu na mabwawa. Lakini faida ya mti huu pia unasaidia kufukuza wadudu waharibifu kama fuko, wanyama waharibifu wadogo kama fuko, lakini pia inaweza ikatumika kama sumu wakati ikichanganywa vizuri kufukuzia wadudu wengine ambao ni waharibifu wa mimea. Unaweza ukapondwa ukachanganywa na ndulele au ukachanganywa na maji au ugoro kwa ajili ya kufukuza wadudu wengine kwenye sehemu ambazo ni za bustani, hasa bustani za mboga mboga.